Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti mara 2 mpaka 3 kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana ili uweze kuwa notified. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika kalmati tamu sana zenye mahitaji rahisi sana katika kila familia. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Ni mapishi mepesi sana, lakini mahitaji yake yanapatikana katika kila familia. Hizi ni kalmati zenye shira ya ndani. Ni tamu sana na upishi wake ni mwepesi mno. Kwa mahitaji utahitaji unga wa ngano. Hapa nimetumia unga wa ngano robo kilo. Nitaweka katika chekecheke na kuchekecha ili kuingiza hewa, lakini vile vile kutoa uchafu. Kisha nitaenda kuongeza sukari kijiko kimoja cha chakula, lakini iliki iliyosagwa nusu kijiko cha chakula, pamoja na amira nusu kijiko cha chakula. Na kisha nitaenda kuchanganya mchanganyiko wangu mkavu wote kwa pamoja, na hakikisha vyote vimechanganyikana vizuri. Na kisha baada hapo nitaenda kuongeza chumvi nusu kijiko cha chai na kuchanganya vile vile. Na kisha nitaenda kuongeza maji ya vuguvugu kiwango cha mils 270. Na maji haya sitaweka yote kwa pamoja, nitaweka kidogo kidogo kwa sababu unga unatofautiana kwenye kiwango cha maji kinachohitaji. Na lengo la kupata donge la kalmati halitakiwi liwe limekuwa tepe sana wala limekuwa lizito sana. Nitaongeza na mafuta ya kupikia vijiko 2 vya chakula, na kisha nitachanganya vizuri mchanganyiko wangu na hakikisha wote umekolea mafuta vizuri. Unaweza kutumia mkono, unaweza kutumia kijiko, unaweza kutumia mwiko, unaweza kutumia chapio, chochote ulichonacho. Uzito wa donge lako unatakiwa uwe kwa size hiyo. Kisha utafunika kwa lisali moja au dakika 30 mpaka 45, inategemea na eneo lilipo. Kama joto liko kali utawahi kuumuka, lakini lengo ni uumuke mara 2 zaidi. Nitaweka maji katika sufuria yangu nyingine kikombe kimoja na sukari kikombe kimoja, na kisha nitaenda kukoroga sukari yangu mpaka yote iyeyuke. Na hapa tunaenda kutengeneza shira kwa ajili ya kalmati yetu. Kwa hiyo nitakoroga, nikiona imeyeyuka nitaacha kidogo iendelee kuiva, na kisha nitaongeza iliki kwa sababu leo nataka nitumie flavor ya iliki na kuendelea kuipika. Utapika mpaka uone bubbles zimekuwa nyingi kama kwenye sufuria yako unavyoona hapo. Zinakuwa nyingi na ukigusa mkononi unaanza kuona shira yako inaanza kunatanata. Ni kitendo cha kama dakika 7 mpaka dakika 10 inakuwa iko tayari, na kisha utaitegua shira yako pembeni ukishaona imefikia hatua nzuri ili iweze kwenda kupoa. Katika chombo chetu unaona unga wetu umekwisha kuumuka vizuri. Kwa hiyo nitatumia kijiko, leo sitaki kutumia mkono. Kwa hiyo nitatumia kijiko kwenda kutoa hewa. Nitapitisha kijiko changu na kugonga gonga unga wangu kama hivyo ili kuweza kwenda kutoa hewa ambayo inakuwa imejikusanya ndani. Kisha nitatumia mfuko wangu, nitaweka katika chombo changu na kisha kumimina ule unga wangu wote katika mfuko wangu. Unaweza kutumia piping bag au unaweza kutumia mifuko mingine ya kawaida, na kisha utakata kwenye kona moja ya mfuko wako. Wakati ukiwa unafanya hayo, hakikisha mafuta unaweka jikoni yaendelee kupata moto, kwa sababu kalmati hatutaki kuzipika katika mafuta yaliyopoa, la sivyo zitanyonya. Kwa hiyo unaweka mafuta yako jikoni, unaacha yapate moto, na kisha unaanza kuweka madonge yako. Kwa kutumia piping bag utakuwa unasukuma unga wako kwa juu, huku chini ukiwa unakata. Hapo unaweza kuamua kama unavyoona nimekata kwa kutumia kisu, lakini vile vile sio lazima sana kutumia kisu, unaweza kutumia kijiko, lakini vile vile unaweza kutumia mkono. Na kila unapokuwa unakata jitahidi uwe unageuza mara kwa mara ili kusababisha kalmati zako zisiungue upande mmoja, ili zote ziweze kupata rangi inayofanana. Unaweza kupika mpaka rangi ambayo unapendelea wewe, lakini kwa mimi kwa leo nitapendelea rangi hii hapa. Utapika rangi yote ambayo unataka wewe, lakini rangi hii nimependa kwa ajili ya aina ya mapishi ya leo ambayo naenda kuyafanya. Nikukumbusha tu kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili uweze kuwa notified kila tunapoposti video mpya. Lakini vile vile unaweza kusaidia kukuza channel yetu kwa kusubscribe, ni support yenu kubwa sana, lakini vile vile kwa kushare video hii na video zetu nyingine na ndugu, jamaa na marafiki. Nadhani unaweza kaona kwa awamu ya pili nimekata kwa kutumia mkono, na ukataji wa kutumia mkono unakuwa ni mwepesi zaidi kuliko ukataji wa kutumia kisu, na inasaidia vile vile kwa madonge yako yote kutoka yakiwa yana umbo moja, na ukataji huu ni mwepesi sana. Nadhani unaweza kaona. Nikukumbushe tu jamani, kama umekwisha kusubscribe usisahau kubonyeza kikengele ili usiweze kupitwa na video yetu yoyote kila tunapoposti video mpya. Kusubscribe kwako ni muhimu sana, ni support yetu yako kubwa sana kwetu, lakini vile vile inatusaidia sana kwa channel yetu kukua.
Ukiangalia kalimati zako zimeiva, utaziweka pembeni mpaka zipoe kabisa, na kisha utazimimina katika ile shira yako ambayo tulikuwa tumeshaipika pale mwanzoni na kuacha ipoe. Utazichanganya kwa dakika 1 mpaka uhakikishe shira imekolea kila upande, na kisha utaenda kuzisave tayari kwa ajili ya kwenda kuliwa. Pishi hili ni rahisi sana, tafadhali usisite kujaribu pishi hili na mapishi yetu mengine.